Yes, mambo vipi mtu wangu, ni time ya kuhabarishana, kupeana zile taarifa za kimichezo kila siku, na kusihi gusa tu neno subscribe katika chaneli hii, ili kila taarifa ambayo sisi tunaweka humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Ukisha subscribe chaneli hii utakuwa umejiunga moja kwa moja na kila taarifa tunadondosha humu ndani, hususan masuala ya usajili Simba Yanga, basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo, na zile taarifa ambazo na wale ambao tayari wamesha subscribe watakuwa wanaelewa nini ambacho tunamaanisha. Subscribe kwa sasa ili ujiunge moja kwa moja na channel hii, na kila taarifa tunaoweka humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako itakujia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi na kupata taarifa hizo moja kwa moja. Bana, taarifa ambazo tunazo ni kutoka ndani ya klabu ya Simba. Simba wameingia sokoni kutafuta namba 9 mwingine ama striker mwingine, kutokana na Ibrahim Dumbia kutokuwa ama kutofiti katika eneo la ushambuliaji, na baada ya kumpoteza Selemani Mwalimu Gomez, Simba imewabidi waingie sokoni kabla ya tarehe 15 kufungwa dirisha kubwa la usajili. Basi Simba watakuwa wamekamilisha usajili wa mshambuliaji raia wa Guinea. Huyu si mwingine, huyu ni mshambuliaji wa Guinea, huyu ni Pape Abdoul Ndiaye, raia wa Senegal, ambaye anapiga kuna klabu ya Al Ittihad ya Libya. Simba wanafanya iwezekanavyo kabla ya siku hizi mbili wao wamekamilisha saini ya mshambuliaji huyo raia wa Senegal, Pape Abdoul Ndiaye mwenye umri wa miaka 24 katika dirisha hili kubwa la usajili kabla halijafungwa. Yes, Simba wameshatuma ofa tayari na mazungumzo yanakwenda vizuri, na aliwahi kwenda vizuri hivyo. Huenda Pep Ndiaye akatua ndani ya klabu ya Simba katika dirisha hili kubwa la usajili. Pape Abdoul Ndiaye alishawahi kukipiga kunako klabu ya Horoya pale nchini Guinea, na kunako klabu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan kipindi kile ambapo Al Hilal ilikuwa inanunuliwa na Florentin Ibenge. Bana, Pepe Abdoul Ndiaye anatua mitaa ya Msimbazi, dirisha kubwa la usajili katika siku hizi mbili. Simba tayari wameshawasiliana na uongozi wa Al Ittihad ya Libya ili kupata saini ya mshambuliaji huyo raia wa Senegal, Pep Abdoul Ndiaye mwenye umri wa miaka 24 katika dirisha hili kubwa la usajili, baada ya Simba kumpoteza Selemani Mwalimu na kumsajili Ibrahim Dumbia ambaye bado ameshindwa kuonyesha ama ameshindwa kuwapa Simba matumaini ya moja kwa moja. Hivyo Simba umeona waingie sokoni haraka kutafuta striker mwingine, na Pepe Abdoul Ndiaye ndiye ambaye anatajwa katika eneo la ushambuliaji la klabu ya Simba ili kuweza kuongeza nguvu katika eneo hilo kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ligi pia. Pepe Ndiaye kama nilivyokuambia alishawahi kupita Al Hilal ya Omdurman, alipita pia Horoya ya Guinea. Hivyo ni miongoni mwa washambuliaji wenye uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa. Nazungumzia klabu bingwa barani Afrika. Kumbuka Al Hilal ishacheza mara kadha wa kadha klabu bingwa, pamoja na Horoya pia ishacheza mara nyingi sana michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Hivyo Simba wanaona kwamba Pepe Abdoul Ndiaye raia wa Senegal atakuja kuliongoza vyema eneo la ushambuliaji la klabu ya Simba. Bwana, ni hao tu mtu wangu, usisahau kusubscribe kuelekea dirisha kubwa la usajili ambalo Simba na Yanga bado wanafanya usajili. Kumbuka Aziz Ki atatambulishwa muda wowote ndani ya klabu ya Yanga, hivyo kaa karibu na channel hii ili usipitwe na taarifa hizo. Gusa tu neno subscribe, alafu kaa mkao wa kula ushuhudie Msenegali Pepe Abdoul Ndiaye striker hili namba 9 kutua ndani ya klabu ya Simba katika siku hizi mbili, na ushuhudie pia Aziz Ki naye pia akitua mitaa ya Msimbazi. Bana, hii ndio taarifa yako ambayo hupaswi kuikosa
wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani, ni kwamba Pep Abdul Ndiaye bwana, hii ni mashine mpya ndani ya klabu ya Simba, na Simba wameshatuma ofa kunao klabu ya Al Ittihad ya Libya ili kuipata saini ya Msenegali huyo Pep Abdul Ndiaye ambaye anawindwa na klabu ya Simba katika dirisha hili kubwa la usajili. Bwana, sisi tuna kila taarifa tunayoipata tunawekea humu ndani ili nawe uweze kunufaika na taarifa hiyo ambayo tutakuwa tunadondosha humu ndani katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Usisahau tu kusubscribe mtu wangu, ili taarifa zote ambazo tunaweka humu ndani zisikupite. Pepe Abdul Ndiaye bana, anatajwa kutua mitaa ya Msimbazi katika dirisha hili kubwa la usajili, kwa sababu Simba unataka namba 9 mwingine haraka iwezekanavyo kabla dirisha kubwa la usajili kabla ya kufungwa Agosti hii 11 ama 15 weekend hii hapa. Basi Simba wao wamekamilisha saini ya Msenegali huyo Pep Abdul Ndiaye. Bana, usisahau kusubscribe, kwa sababu kila taarifa tunaweka humu ndani basi wewe utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hizo. Taarifa ya leo ilikuwa ni Pep Abdul Ndiaye bana, anatajwa mitaa ya Msimbazi kwa ajili ya kufunga usajili wa dirisha kubwa la usajili. Simba wanahitaji namba 9 mwingine baada ya Ibrahim Dumbia kuona kwamba hafiti moja kwa moja ndani ya eneo la ushambuliaji, na Simba walimpoteza Selemani Mwalimu, hivyo wanahitaji replacement sahihi, na Pepe Abdul Ndiaye ndiye anatajwa kuchukua nafasi katika eneo la ushambuliaji ndani ya klabu ya Simba.